Habari yako ndugu mtazamaji, kwa majina yangu naitwa Dr. Mary, ni dokta msaidizi, nipo chini ya Dr. Damaki. Song'wa Traditional Clinic tunahusika na tiba asili. Tunatibu magonjwa mbalimbali kwa kutumia mimea ya asili. Kama vile wazee wetu wa zamani walivyokuwa wanatumia vitu vya asili, hata tiba zao zilikuwa za asili. Na ndio maana unaona hata afya zao zilikuwa very strong. Sasa wewe mama au wewe baba ambaye unasumbuka na magonjwa na umehangaika, umetafuta tiba, hujapata tiba sahihi, usiogope kurudi tiba mama. Ni tiba nzuri na ni njema kwa afya yako. Sasa kama Song'wa Traditional Clinic tupo kwa ajili yako kukuhudumia. Hatutoi tiba tu, ila tunatoa tiba pamoja na ushauri. Sasa leo hii tutazungumzia ugonjwa wa tezi dume. Ugonjwa huu umekumba wanaume wengi sana. Na ugonjwa huu watu wengi wameshindwa kutambua sababu ni nini. Dalili zake zikoje na madhara yake yakoje. Unakuta mtu ana tatizo, wewe ni mojawapo wa mtu mwenye tatizo hilo, na unazidi kukaa nalo kwa muda mrefu bila kutambua kwamba lina madhara, au una dalili lakini hujitambui kama una tatizo hilo. Hasa leo tutajifunza. Kwanza kabisa, ugonjwa wa tezi dume unasababishwa na kukaa na tatizo la mshipa wa ngiri kwa muda mrefu. Sasa tezi dume hizo ziko za aina mbili. Kuna tezi dume ile ya ndani, lakini pia kuna tezi dume nje. Tezi dume ya nje tunakuta korodani za mwanaume zinakuwa zinauma, zinakuwa zinavimba, zinakuwa zinapishana. Wakati mwingine anaweza akapata uvimbe pembezoni mwa paja. Hiyo ni tezi dume ya nje. Lakini nimekwambia kuna tezi dume ndani. Tezi dume ndani, kila mwanaume anakuwa na tezi. Hizo tezi zinasaidia katika control mrija mkojo. Reaction ya kuruhusu mkojo kutoka na kuzuia ni kaza tezi. Sasa hizo tezi zikivimba zinauzuia ule mrija. Kwa hiyo mkojo unapokuja kwenye kibofu, anapokuwa na uruhusu mkojo unakuwa unatoka kidogo kidogo kwa sababu ya tezi zinakuwa zimebana ule mrija. Yaani tezi zinakuwa zimevimba, zinakuwa zimebana ule mrija. Kwa hiyo mkojo unakuwa unatoka kidogo kidogo. Sasa kwa jinsi anavyoendelea kukaa nao, zile tezi zikisinya, mkojo unakuwa unatoka, yani hawezi kuzoea kwa muda mrefu. Anaweza kabana na mkojo kabla hajafika sehemu husika unakuwa umeshatoka. Ni kutokana na nini? Kutokana na tezi zimeshapata infection. Hizo zimevimba au zimeachia. Kwa wengi wamehangaika na tiba lakini hawajui tiba sahihi ni ipi. Mtu anapata tatizo hilo anazidi kukaa na tatizo. Lakini tatizo hilo lina madhara kama nilivyokuambia. Huu ugonjwa unapokaa nao unazidi kukua. Unapokaa kwa muda mrefu unapelekea mwanaume kupata busha. Kutokana na nini? Ule uvimbe aliopatia kwenye tezi dume. Uvimbe unazidi kuwa mkubwa. Unazidi kuwa mkubwa. Na uvimbe huo unapokaa kwa muda mrefu unaharibika, yani unabadilika rangi na unaanza kutoa damu. Hasa hadi kufikia stage hiyo ni stage nyingine ambayo ni stage ya kansa na ni stage ya hatari. Inaweza kapelekea mwanaume akawa tasa, yani akashindwa kumpa mwanamke mimba, lakini pia hata mbegu zake zikawa dhaifu. Hata hamu ya tendo la ndoa akakosa. Hata tuna dawa yetu Msia Syrup. Dawa hii inatibu magonjwa sio chini ya 38. Inatibu magonjwa mengi kama nilivyokuambia: mshipa wa ngiri, tezi dume, UTI, inatibu pia pressure, inatibu kisukari. Wewe ambao umesumbuliwa na kisukari kwa muda mrefu, au umesumbuliwa na UTI kwa muda mrefu, UTI sugu, au umesumbuliwa na fungus kwa muda mrefu, umetafuta tiba, hujaona tiba sahihi ni ipi, tumia dawa hii na mabadiliko utaona. Inatibu pia, lakini pia hii dawa inaweza kupanga hedhi za mwanamke. Wale wanawake ambao wanasumbuliwa na hormone balance, yani anaweza akaona siku zake mara 2 kwa mwezi, au akaona mwezi huu, mwezi ujao asione, mwezi ujao akaona, mwezi ujao asione. Basi tumia dawa hii. Ni dawa ambayo inaenda kuweka hedhi zako vizuri, ziwe katika mpangilio, na hiyo tatizo usione tena. Lakini pia inatibu tatizo la pressure kama nilivyokuambia, mishipa ya damu. Song'wa Traditional Clinic tumesambaa Tanzania nzima. Kwa watu wa Dar es Salaam tunapatikana Mbezi Mwisho, kwa watu wa Kilimanjaro tunapatikana Moshi Kibosho Road, kwa watu wa Arusha tunapatikana Ola City, kwa watu wa Mwanza tunapatikana Buzuruga shule ya msingi, kwa watu wa Mbeya tunapatikana Mbeya mjini Nzovwe, kwa watu wa Morogoro tunapatikana Morogoro mjini, kwa watu wa Dodoma tunapatikana Dodoma mjini, kwa watu wa Kahama tunapatikana Kahama mjini. Song'wa Traditional Clinic tupo pia kwenye mitandao ya kijamii. Ukiingia Facebook unaandika Song'wa Traditional Clinic, ukiingia Instagram unaandika Song'wa Traditional Clinic. Pia unaweza ukatafuta YouTube ukaandika Damaki TV, au ukatembea website yetu ukaandika www.damakiheboclinic.com. Song'wa Traditional Clinic tunajali afya yako. Kwa maelezo, ushauri na tiba unaweza kutafuta kupitia namba 0752629252. Afya yako jukumu letu.